Moja pia kati ya taarifa ambayo imeripotiwa muda mchache ambao umekwisha kupita ni ya kwamba wanajeshi wa Urusi wameongeza tena mashambulizi makubwa ya kuteka mkoa wa Donetsk au kuteka baadhi ya maeneo ambayo pia yamesalia kuwa chini ya vikosi vya Ukraine. Na ikumbukwe ya kwamba pia vita hii chanzo chake pia ni majimbo manne ambayo bwana Putin aliweza kuyatangaza kwa sababu nyingi ambazo pia ziko nyuma pazia, ikiwemo pia sababu ya matumizi ya lugha kwa baadhi ya raia ambao pia walikuwa katika majimbo hayo, hasa Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia na kwingineko ambako Putin ametaja kuwa kama chanzo cha mzozo hasa kwenye majimbo manne. Sasa taarifa ambayo imeripotiwa muda mchache ambao umekwisha kupita ni ya kwamba wanajeshi wa Urusi wameongeza kasi ya mashambulizi makubwa ya kuteka au kumalizia ukombozi wa mkoa wa Donetsk au kumalizia kuchukua maeneo ambayo bado amesalia kwenye upande wa vikosi vya Ukraine. Pia baada tu ya taarifa hiyo ambayo inahusu Urusi kuongeza mashambulizi kwenye mkoa wa Donetsk ambao ni asilimia chache sana zimebakia kumaliza ukombozi wa mji huo, kwa sababu pia kwa ripoti za mwanzoni kabisa mwa mwaka huu ilielezwa kwamba ni karibia asilimia 70 maeneo ya Donetsk yalikuwa yamechukuliwa na Urusi. Hivyo basi bado sasa hivi ripoti ya hatua ambazo zimefikiwa kwenye jimbo hilo bado hazijawekwa wazi au binafsi bado sijazipata, lakini siku nikizipata kwamba ni asilimia ngapi ya ukombozi au unyakuzi wa Donetsk umetekelezwa na Urusi, basi pia nitakufahamisha. Lakini kwa mujibu wa ripoti ambayo mpaka sasa nayo ni kwamba asilimia kubwa tu ya mkoa huo uko kwenye vikosi au ukaliaji wa Urusi, ambako sasa baada tu ya taarifa hii ya Urusi pia nitakufahamisha taarifa ya kamanda wa majeshi wa zamani wa Ukraine ambaye yeye amekiri kabisa kwamba haiwezekani Ukraine ikarudisha yale maeneo ambayo tayari Urusi imeyakalia na bado pia ina focus kuyachukua. Kwa nini amesema hivyo kamanda huyo wa majeshi wa zamani wa Ukraine? Basi pia sababu nyingi ambazo amezitaja basi nitakufahamisha hapa, ila tunakusihi ya kwamba kama pia basi unataka kufahamu hichi ambacho kinajili kwenye hii vita Urusi na Ukraine, muda huu basi nitakufahamisha vizuri kabisa. Utasikia taarifa kwa ujumla kuhusu mashambulizi ambavyo pia najili huko kwenye baadhi ya maeneo huko nchini Ukraine. Lakini pia utasikia hichi ambacho kamanda amekizungumza kwamba ni vigumu sana Ukraine kurudisha makazi au kukomboa maeneo ambayo tayari Urusi imeyachukua. Kwa nini? Basi nitakufahamisha hapa na kusihi tu ya kwamba unaweza pia kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo naziweka hapa basi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Pia unaweza kujiunga kwenye grupu letu la WhatsApp ambako pia huko matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita nimekuwa nikiyaweka moja kwa moja, lakini pia taarifa nyingi kutoka mataifa mbalimbali kimataifa unapata nafasi ya kuzipata kwenye grupu letu la WhatsApp. Jinsi ya kujiunga ni unalipia kiasi cha shilingi 2500 tu kwa muda wa siku 30, yani mwezi mzima, kupitia nambari ya Tigo Pesa kwa zamani, sasa ifahamika kama Mixx by Yasi, ambayo ni 0679619650. Narejea tena 0679619650. Hiyo pia ndio nambari pekee ambayo itakuwezesha kupata huduma matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, lakini pia taarifa zingine kwa njia ya WhatsApp. Wanajeshi wa Urusi wameongeza kasi ya mashambulizi yao kwenye jimbo la Donetsk nchini Ukraine katika wiki za hivi karibuni, na hivyo kushinikiza mfuko mkubwa wa Ukraine kati ya baadhi ya miji ya mwisho katika eneo hilo, ambako inaelezwa kwamba hali ya wasiwasi kwa wanajeshi wa Ukraine sasa inajitokeza kusini mwa mji wa Konstantinivka, ambao pia kwa muda mrefu umetumika kama kitovu cha usafirishaji salama karibu na Bakhmut inayokaliwa na Urusi kwa sasa. Wanajeshi wa Urusi pia wamekuwa kisukumana kuelekea Konstantinivka kutoka pande mbili na kufunga kabisa polepole kwenye mfuko wa Ukraine magharibi mwa Toretsk. Wataalamu wa kijeshi wa magharibi wanadai ya kwamba Urusi inaonekana kuwa na rasilimali za kuendelea kunyata mbele au kupigana vita, na swali ni kiasi gani, kwa muda gani majeshi ya Ukraine yaliyotumwa katika eneo hilo yanaweza kushikilia au kupambana vikosi vya bwana Putin. Na nukuu baadhi ya taarifa ambayo pia imezungumzwa au kauli ambayo pia imezungumzwa na Emil Kasteharmi ambaye ni mchambuzi. Yeye amesema ya kwamba
Tatizo ni hili kubwa kati ya Konstantininka na Pokrovsky limekuwa likiongezeka kwa kasi mno. Mchambuzi huyo katika kundi la ndege nyeusi lenye makao yake huko Finland linalofuatilia vita kwa karibu kupitia vyanzo vya wazi, pia ameliambia hivyo shirika la habari Kyiv Independent kutoka huko nchini Ukraine. Alisema mtaalamu huyo, na mnukuu, ikiwa inakuwa kwa kiwango hiki, Warusi watakuwa wakitishia njia za usambazaji katika eneo la Konstantininka katika miezi michache tayari. Alisema wasiwasi umeongezeka juu ya uwezekano wa kuzingirwa kwa wanajeshi wa Urusi wa Kiukrainia wanaotetea eneo la Toretsk na huko Konstantininka. Krasnoharmi alisema hivyo. Urusi imechukua hatua katika medani ya vita katika jimbo la Donetsk tangu msimu wa 2023 baada tu ya Ukraine kushindwa kabisa kushambulia majira ya joto. Msukumo wa hivi karibuni wa Urusi pia unakuja huku Marekani ikiendelea kusisitiza mazungumzo ya amani kati ya Moscow na Kyiv ili kukomesha kabisa vita hiyo kwa gharama yoyote. Donald Trump kama rais wa Marekani na timu yake pia wametoa vitisho vingi ya kwamba Washington inaweza kujiondoa kabisa katika mchakato wa amani ikiwa hakutakuwa na maendeleo mazuri katika siku za usoni, na kuweka uungaji mkono wa kijeshi wa Marekani na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine kwenye mstari wa mbele. Wataalamu baadhi waliozungumza na shirika la habari la Kyiv Independent kutoka nchini Ukraine walisema ya kwamba msukumo wa sasa wa Urusi katika jimbo la Donetsk au mkoani Donetsk unaweka mazingira ya mashambulizi makubwa yanayokuja usoni. Krasnoharmi, mchambuzi huyo, alisema ya kwamba anadhani hayo ni maendeleo ambayo yataendelea kuwa swala linalokuwa kwa Ukraine wakati wa kiangazi, kwa sababu anavyojua Warusi wanapaswa kuwa na akiba kubwa ambayo wanaweza kujitolea kwa vita katika wiki na miezi ijayo. Ukraine ilikuwa imetuliza kabisa hali ya mambo katika eneo la mashariki mapema mwaka huu baada ya Moscow kuongeza kasi mashambulizi katika majira ya joto ya mwaka 2024, ikiwezekana pia kuchukua fursa ya vitengo vingi vya wasomi wa Ukraine kutumwa katika jimbo la Kursk la Urusi kwa uvamizi wa kushangaza wa kuvuka mpaka nchini humo. Kikosi kimoja kama hicho pia, kikosi cha 80 cha mashambulizi ya anga, kilikuwa kimesimamia ulinzi karibu na huko Klishchiivka, kijiji kilicho kusini mwa Chasiv Yar na kaskazini mwa Toretsk, ambacho Ukraine ilikikomboa mnamo mwaka 2023. Mambo kama yale, uhaba wa wafanyakazi wa Ukraine pia na uwezo wa kupambana wa vitengo vya Ukraine vilivyotumwa katika eneo hilo vitaeleza jinsi wanajeshi wa Ukraine watakavyoshikilia mkoni kusini mwa Konstantininka. Kulingana na Krasnoharmi, pia alisema ukosefu wa wanajeshi waliofunzwa vyema unasalia kuwa eneo dhaifu zaidi la jeshi, huku Ukraine ikijitahidi kuajiri wanajeshi wapya na kuwafunza kujiandaa kwa hali halisi ya kikatili ya vita. Wataalamu wa maafisa wamesema hivyo. Kundi la ufuatiliaji la Ukraine la Deep State pia mwezi wa 4 lilisema ya kwamba wanajeshi wa Moscow walikuwa wakijiandaa kusonga mbele katika eneo la kusini magharibi mwa Toretsk mkoani Donetsk kwa kuimarisha uwepo wao katika kijiji cha Karnov Kusini. Swali linategemea uwezo wa kupambana wa vitengo vya Ukraine vilivyowekwa katika eneo hilo, kwani kuimarisha eneo hilo kwa vitengo ambavyo havijapigwa baada ya mapigano katika maeneo yenye vita kama vile Kursk itakuwa changamoto. Krasnoharmi alisema hivyo. Waukrainia wanahitaji kufanya maamuzi magumu juu ya mwelekeo gani wanaweza kuweka kipaumbele na ni akiba gani wanaweza kuifanya. Meja General mstaafu wa jeshi la Australia Mick Ryan, ambaye pia ameangalia kwa karibu vita vya Ukraine, alisema ya kwamba hata kama Ukraine ingepoteza mfuko wake kusini mwa Konstantininka, haamini ya kwamba ingeleta mabadiliko yoyote muhimu kabisa katika mwelekeo wa vita katika hatua hiyo. Ingawa bado ni eneo kubwa, wasiwasi mkubwa zaidi ni kwa Urusi kutopata kasi baada ya uwezekano wa kuliteka
eneo hilo, Ryan alisema hivyo. Jambo la mwisho wanalotaka ni kwa Warusi kuwa na ujasiri zaidi na kufikiria wanaweza kuongeza kasi zaidi kwa sababu wanachukua eneo hilo, Ryan pia aliongeza hivyo. Mtaalamu huyo wa kutoka nchini Australia alisema ya kuwa Moscow inarekebisha mbinu zake katika mstari wa mbele. Kwa mfano, inazidi kutumia ndege zisizo na rubani za fiber optic na first person view, yani FPV, kuwezesha wanajeshi wa Moscow kupata matokeo bora zaidi kutoka mstari wa mbele wa kivita. Wakati mashambulizi bado yanaendelea, labda wanaongeza kasi ya juu na operation kali zaidi za kukera katika miezi ijayo. Kwa sasa swali ni iwapo Ukraine ingefanya uamuzi ufaao wa kujiondoa kabisa mfukoni badala ya kushikilia nyadhifa zisizofaa kwa gharama kubwa. Kastahelemi pia aliongeza hivyo. Wanajeshi wa Ukraine pia waliozungumza na gazeti la Kyiv Independent mara nyingi walikosoa amri yao ya kushikilia hadi mwisho, hata kama nafasi hizo zingezidiwa na wanajeshi wa Moscow. Hivi karibuni na Waukrania wangeachwa bila kuhama ipasavyo au kuondolewa kwa utaratibu. Taarifa nyingine ambayo nilikudokeza hapo awali ni kuhusu kile ambacho pia amekizungumza kamanda wa zamani wa majeshi kutoka nchini Ukraine, Valery Zaluzhin. Yeye amesema ya kwamba Ukraine inapaswa kuachana kabisa na nia yake ya kurejesha udhibiti wa maeneo ambayo imepoteza kwa Urusi. Valery Zaluzhin, kama kamanda mkuu wa zamani wa jeshi la Ukraine, amesema na kudai ya kuwa ni kupitia muujiza pekee ndipo Ukraine inaweza kufikia lengo kama hilo kulingana na jumla. Alisema anatumai ya kuwa hakuna watu katika ukumbi huo ambao bado wanatumai muujiza fulani ambao pia utaleta amani kwa Ukraine na kurudisha mipaka ya mwaka 1991 au 2022. Kamanda wa zamani alisema, ambaye kwa sasa anahudumu kama balozi wa Kyiv huko London. Alisema hayo katika kongamano la usafirishaji wa ulinzi wa Ukraine mnamo Alhamisi wiki hii. Zaluzhin alikuwa akirejelea madai ya Kyiv juu ya Crimea na maeneo mengine manne ambayo yamejiunga na Moscow, ambapo Crimea ilipiga kura ya kurejea Urusi kufuatia mapinduzi ya Maidan yaliyoungwa mkono na nchi za Magharibi huko Kyiv mwaka 2014, na jamhuri mbili za Donbas pamoja na mikoa ya Kherson na Zaporizhia zilifuata mkondo huo katika msimu wa vuli wa 2022 kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari ya mwaka huo. Kyiv haijawahi kutambua matokeo ya kura za maoni na inaendelea kudai mamlaka juu ya mikoa hiyo. Kulingana na Zaluzhin, alisema Kyiv imo kwenye vita vya mvutano na Moscow, na Urusi pia bado ina rasilimali ya kushambulia walengwa wa Ukraine na kuendesha shughuli za kuudhi. Ukraine inakabiliwa na uhaba mkubwa wa rasilimali watu na hali mbaya ya kiuchumi. Jenerali huyo alisema hivyo. Chini ya hali kama hizo, Ukraine inaweza tu kupigana vita vya hali ya juu vya maisha, ambapo inapaswa kujitahidi kutumia rasilimali ndogo ili kufikia matokeo kiwango cha juu zaidi. Zaluzhin pia alisema ya kuwa nchi haina uwezo wa kupigana vita vya aina nyingine yoyote na haifai hata kuifikiria. Matamshi ya Zaluzhin, kamanda wa zamani, yanakuja huku kukiwa na maendeleo ya Urusi kwenye mstari wa mbele wa kivita, ambapo mwishoni mwa mwezi Aprili, yani mwezi wa 4, wanajeshi wa Moscow walikomboa kikamilifu mkoa wa Kursk kwenye mpaka wa Ukraine na kuwafukuza wanajeshi wa Kyiv ambao walikuwa wamechukua baadhi ya maeneo hapo mwaka uliokwisha kupita. Kwa muda wa siku 7 zilizopita pia pekee, jeshi la Urusi limechukua udhibiti wa makazi takriban 6, ikiwemo vijiji 4 katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema hivyo. Inakumbukwa wiki iliyopita pia Moscow na Kyiv zilifanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja ya amani katika kipindi cha miaka 3 kufuatia wito wa Rais Vladimir Putin wa kwanza tena mazungumzo bila masharti. Pande zote mbili sasa zinatarajiwa kubadilishana rasimu ya mapendekezo, kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Urusi anayefahamika kama Sergei Lavrov.
Na hichi ndicho ambacho pia kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako pia kamanda wa zamani amesema kwamba ni ngumu mno kwa Ukraine kurudisha makazi ambayo pia tayari Urusi imeweza kuwa, akimaanisha pia Crimea na baadhi ya maeneo ambayo yamechukuliwa kutoka huko Donetsk, Zaporizhia, Kherson, ambako Moscow pia bado inafanya mashambulizi katika urejeshaji wa makazi ambayo ndiyo kama chanzo au kitovu cha vita hiyo ambayo imedumu sasa kwa miaka mitatu. Hivyo basi chochote ambacho kitakuwa kinajiri, basi na kusihi ya kwamba nitakufahamisha hapa. Endelea tu kunifuatilia kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita.